ya maisha yako hapa duniani. Lakini kila anachokihesabu Mungu kwa ajili yangu mimi, ndicho na mimi ninachokihesabu. Mungu amehesabu moyo wangu kwenye maisha yake, na mimi nikahesabu moyo wake kwenye maisha yake. Kwa hiyo sasa, chochote kile ambacho kipo hakitatumika kama kigezo cha kufanya mimi moyo wangu uwe na furaha na Mungu na kushangilia na kufurahi. Kwa maana yake ni kwamba eti kwa sababu nimepata hiki, kwa sababu nilikuwa na shida ya pesa nikapata, kwa sababu hiyo ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo hautamkuta mtu amebeba bango hapo kwa sababu ya hilo. Kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu maisha yake mtu huyo hayajajengwa kwenye misingi hiyo. Maisha ya mtu huyo hayajajengwa kwenye misingi hiyo, kwa maana ya mahali anakoishi. Mahali anakoishi yupo kwa ajili ya kufurahisha moyo wa Mungu. Na ili aufurahishe moyo wa Mungu ni kwa kuyafanya mapenzi yake Mungu. Whether nikiyafanya nitaona amenifanyia kitu, ama nikiyafanya nitaona hakuna kitu nimepata. Lakini mimi kilichoko ndani ya moyo wangu ni kuyafanya mapenzi yake. Kwa maana yake ni kwamba, nitatoa tu mfano wa kawaida. Nina hela, lakini natakiwa kwenda kutoa hela kwa ajili ya kazi ya Mungu. Natoa tu mfano, nimeona ni wa karibu. Alafu sasa, kwa sababu mimi naishi mahali ninakoishi ni mahali ambapo niko kwa ajili ya kuyatimiza mapenzi ya Mungu, mimi nimeushika moyo wa Mungu, nione moyo wa Mungu unafurahi. Na kwa sababu hiyo yeye ameushika moyo wangu, aone mimi nafurahi. Sasa lini anataka nifurahi ni yeye anajua. Sasa mimi ninapokuwa natakiwa kutoa pesa, labda mchango ama sadaka ama nivyo chochote kile ambacho ninachotakiwa kutoa, lakini nina uhitaji huko nyuma. Wale ambao maji yamefika huko, mnajua watafanya nini. Wale maji yamefika huko, mnafahamu watafanya nini. Wale maji yamefika huko, watapima, lakini mwisho wa kwisha wataangukia huko. Lakini wale waliofurika watasema ninatoa kwa Mungu kwanza, kwa sababu maisha yake yamebebwa na moyo wake Mungu. Hata angalia upande wake, kwa sababu mahali anakoishi anajua ni mahali penye utele, ni mahali palipofurika. Kwa hiyo anajua hata na hafanyi kwa sababu apewe. Ndio maana nikatangulia kusema kwamba sitafanya kwa sababu nafanya ndio nipewe. Na hayo ndio mahubiri mnahubiriwa leo, kwamba toa kile ambacho Mungu, moyo wako sio utafanyaje. Unasikia kabisa kwamba moyo wako unaumia, hicho ndio kinaenda kugusa moyo wa Mungu. Huo ni uongo, mnadanganya. Huwezi kutoa kile ambacho unasikia moyo unaumia wakati wewe hutaki kutoa, alafu unasema ndio kinaenda kugusa moyo wa Mungu. Moyo kuumia maana yake sitaki kutoa, kwa hiyo natoa kwa kujilazimisha. Inagusaje moyo wa Mungu sasa? Haitambuliki hata kule. Lakini wewe ndio umempa yeye kipaumbele sasa. Kwa hiyo unatoa kwa sababu napenda kutoa, kwa sababu najua napeleka wapi, na sitoi kwa sababu nije nikapewe. Kile ulichoambiwa utoe mpaka moyo wako unauma ni kwa sababu uliambiwa kikigusa moyo wa Mungu ndio utapokea. Si ndio hivyo? Lakini sasa mimi sitoi ili nipokee. Ninatoa kwa sababu ni sehemu yangu kufanya hivyo. Kwa hiyo Mungu anapoona ni sehemu yako kufanya hivyo, na yeye atasimama kwenye nafasi yake. Ila anaweza asifanye kwa sababu wewe umetoa. Baadaye kabisa anakuja kukureward, anakulipa sawa sawa na ulivyofanya. Anakuweka, yani kile ulichoweka kinakuwa kwamba umeenda kuweka benki. Kwa hiyo utakula na interest. Itapita mwaka, labda itapita miaka miwili, itapita miezi 6. Hivyo hata miaka 10 itapita. Lakini siku anakurudishia maradufu. Atakupa na kile ulichotoa, anakupa na zile interest ambazo kwenye benki yake ulikuwa unazipokea interest kila mwezi akikuhifadhia. Kwa hiyo wakati wa kuziachilia kwako, ataziachilia kwako. Wacheni ukora ambao watu tunadanganywa nao. Alafu ndio kama hivyo unafanya hivyo, alafu kisha unasubiri sasa ndio unaanza kukodolea macho.
Siku 2, siku 3, siku 4 mkiambiwa kutoa unakaa unaangalia sasa mimi nishatoa sana na sijamuona Mungu akifanya. Kwani uliambiwa utoe ndio Mungu afanye jamani? Nishatoa sana sijaona Mungu akifanya. Kwa hiyo mimi sitoi tena. Ngoja niangalie watu wengine wakitoa. Nione Mungu atafanya nini kwa. Sisemi haya kwa kuhubiri mahubiri ya kwamba mtoe pesa. Ninafundisha namna gani ya kukaa pale mahali ambapo hautamwekea Mungu, hautampima Mungu na vitu viharibikavyo. Kwa hiyo watu wamefika mahali pa kumpima Mungu na vitu viharibikavyo kwa sababu wako maji yamefika hapa. Lakini hawa hata akitoa vyote akabaki hana, bado haimsumbui. So bado anajua nilikopeleka yeye ana utele, wakati wake ukifika atanikumbuka tu. Na hata hutamsikia anamsumbua Mungu. Atabaki kama alikuwa anaombea nchi, atabaki anaombea nchi. Kama alikuwa anaombea watu, atabaki anaombea watu. Sio wewe kwa sababu umempa tu shilingi 2. Kila maombi ukiingia ya asubuhi, Mungu kumbuka ile shilingi 2000 nilikupa. Ukiingia maombi ya jioni, kumbuka ile 2000 nilikupa. Ndio hiyo. Yesu asifiwe sana. Wewe utaendelea na biashara zako kwa sababu pesa inazalisha. Na wewe unapoendelea na biashara za kuendelea kuombea watu, akaunti yako inaendelea kutuna kwenye kule. Vikianza kuachiliwa, vitaachiliwa na hilo ulikuwa ukiombea watu, vitaachiliwa na hilo ulikuwa unafanya hivi, vitaachiliwa na hilo ulifanya hivi, unakuja kushangaa. Hivyo ndivyo anavyofanya Mungu. Kwa hiyo huwa hawampimi Mungu na vitu viharibikavyo. Wanaishi katika ule utele ulioko kule kwenye ule ufalme. Hata kama huo utele hauko kwenye mfuko wao. Kwa hiyo hawaishi kwa kutegemea mfuko. Wanaishi kwa kutegemea hazina iliyoko kwa baba yao kwenye ufalme wao, nyumbani kwao. Watoto wa matajiri ama wale matajiri kama watoto wa mfalme na nini, wale wanatembea, wanaweza kuzunguka ulimwengu mzima, hawabebi cash, pesa mfukoni. Hawabebi. Signature yake ndio inatoa pesa hazina ya ikulu ya kwao. Ataenda, atasafiri, ataenda Marekani. Yeye ni mtoto wa mfalme wa Uingereza. Marekani halipi pesa. Marekani atasaini. Ufalme ndio utalipa. Kuna mtu analeo mimi nasema nini hapa? Ufalme ndio utalipa. Hawategemei mfuko. Asemi kwamba mimi ni mtoto wa mfalme naenda holiday, naenda kukaa mwezi mzima. Holiday ya mtoto wa mfalme labda atatumia bilioni 1. Sasa atembee na bilioni 1, ahamishe kwenye account, apeleke kwenye account. Of course hata wanakuaga na account zao kule. Lakini kila mahali ataenda, utambulisho wake ndio fedha. Alafu fedha itafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena watamtetemekea kama nini? Wewe nenda kafanye hivyo na maji yako yamefika hapa. Ndio mwishoe sasa. Sasa mtu mwenyewe amekuja kukopa. Tena ndio wewe ndio utakuwa unapewa chakula cha mwisho. Vile ambavyo ni vizuri hautapewa. Tamba mtu mwenyewe hana cash. Kwa nini sasa tunamsaidia? Kwa nini sasa tumpe hiki? Akae kwanza tuwahudumie hao wenye pesa mfukoni. Lakini kama umekaa kwenye ule ufalme, hiyo ni heshima ambayo utatembea nayo. Hawampimi Mungu kwenye hicho kipimo cha vitu viharibikavyo. Yesu asifiwe sana. Lakini pia ni watu ambao wanaishi kwenye uvumilivu wakimngojea Bwana. Ili somo atumalize. Wanaishi kwenye uvumilivu wakimngoja Bwana. Wanaishi kwenye uvumilivu wakimngoja Bwana kwa sababu hawana haraka, wanajua ufalme wao, ufalme wa kwao haukauki hazina. Sisi tunakimbizana na tunataka kila saa, kama vile unaona kama vile Mungu atafilisika kesho. Kwa hiyo asiponipa leo, kesho naweza nisizipate tena. Kwa hiyo unakimbizana na kumkabako. Ishi ukijua kwamba ufalme wa baba yako haufilisiki, haupungui, haukauki. Relax. Uipate ile amani ya Kristo ukae nayo. Ndipo uweze kuishi na kusubiri wakati wa Bwana. Ukishindwa hilo, shetani atakuletea.
Shetani atakuletea na atakukabana nako. Kwa hiyo hawa wanaishi kwa kuvumilia, kwa sababu wanajua kwamba ufalme wa baba yao haupungui kitu. Kwa sababu hatumalizi somo, bado tutamshukuru Mungu. Tutaomba tu kwa kifupi tena, neema Mungu itatosha. Nafikiri wiki ijayo neema itatosha, tutamaliza. Ndio tutaingia kwenye maombi. Tunataka tufurikie huko ndani ili tuweze kuwa makao yetu. Amen. Kwa hiyo tutatupatia wimbo tuweze kumwambia tu Bwana, tumekusikia leo umesema na sisi yale yanayopatikana humo ndani. Tujalie neema ya kufika hapo, tukae hapo. Tujalie neema ya kuyashiriki hayo. Tujalie neema tuwe sehemu ya hayo. Yamkini nilikuwa naingia na kutoroka, nikifika mlangoni nakimbia, lakini naomba ukanipe neema sasa ya kuingia na kudumu hapo. Amen. Hebu nisikilize, kuna kitu Bwana amenikumbusha. Punguza sauti kidogo. Kuna kitu Bwana amenikumbusha wakati kwa tunaomba, alisema na mimi hapa. Anasema tuombe maombi haya. Alinionyesha skeleton. Fuvu. Skeleton, mifupa. Fuvu, alinionyesha fuvu kabisa. Ambalo ni meno tu yalikuwepo, na sinajua fuvu la kichwa linavyokuwa. Nikamuuliza hii ni nini sasa? Akanambia watu wangu ndo wako hivyo. Na wako hivyo kwa sababu, naomba niseme nilichoandika. Sije nikasema. Akasema watu wangu ndivyo walivyo. Mtu ambaye hajafurikiwa na maji, ni anapokuwa na uhai na uzima, mwili wake unakuwa strong, yani anakuwa na nguvu. Lakini baada ya muda fulani, mtu huyu huanza kushuka viwango. Hajui anashukaje, ila ni hali anaisikia kwa ndani. Mimi alikuwa ananionyesha hizo hatua inavyokuwa, ananionyesha anashuka viwango kuanzia juu. Sasa hicho akawa anasema kuanzia juu, huyu mtu alikuwa yuko vizuri na yeye Mungu, lakini anaanza kuona kwamba kuna hali fulani
kama uwepo wa Mungu anaanza kuuona kwa mbali, anauhisi kwa mbali, kama vile unatoweka. Ina maana huyu mtu amesogezwa mbali, na ile nguvu iliyokuwa ndani yake inakuwa haionekani tena, inaenda ikipungua, ama inaonekana kwa mbali, ama anaihisi kwa mbali ndani yake. Mtu huyu hushuka viwango kuanzia juu kurudi chini, na hatimaye mtu huyu hubaki mifupa, anabaki skeleton. Ndio sasa nilipokuwa namuuliza ni nini, ndio alinieleza hayo ya juu. Ndio sasa akaniambia anabaki skeleton, ndio ile fuvu nililokuonyesha, ndio mtu anabaki hivi. Sasa kubaki kwake hivi, mtu huyu anasema anabaki mifupa mitupu, anabaki skeleton. Skeleton, mifupa hiyo hawezi kufanya kitu. Kwa nini? Kwa sababu skeleton haina uhai ndani yake, hakuna ufahamu, hakuna akili, hakuna chochote. Ni fuvu tu linakuwa limekaa hapo kama maiti. Ndio anasema ndio watu wangu walivyo. Hawezi kufanya chochote, ufahamu haupo wala nguvu. Mtu huyu anakuwa anasubiria afanyiwe kitu. Anasubiria afanyiwe kila kitu. Na kwa sababu nyama zinakuwa hazipo, zilinyofolewa na shetani, akanionyesha zile nyama zinavyonyofolewa. Akanionyesha mtu anatoka makaburini, mtu kabisa na mwili wake naona kama vile nguo zimechanika chanika, mara na zile nguo zinaondoka, mara naanza kuona mwili huu umeanza kama vile kuchanika chanika, nyama kama vile nyama kipande hapa mpaka hapa kinaning'inia kipande. Skeleton ile inaonekana, lakini iko na nyama, ila zile nyama ni kama vile mtu amechukua vipande vya makaratasi vya kitambaa, akashonea kwenye kitambaa kimoja, kwa hiyo vinaning'inia. Alafu akasema nyama hizo zinapokuwa zinaning'inia namna hiyo, zinamwekea huyu mtu uzito. Sasa anaposikia ule uzito, ye mwenyewe anaanza kunyofoa zile nyama mwenyewe. Kwa hiyo ni kipindi ambacho shetani anakuwa alishamtoa mtu mahali alitakiwa kuwa, amemfikisha mahali ambapo shetani ameharibu ule uumbaji wangu, yani kwa mtu huyo. Na yule mtu sasa haoni thamani tena ya yeye, na kwa kutokuona ile thamani yake yeye mwenyewe kupitia kile ambacho shetani amefanya, ndio yeye sasa anaanza anachukua mkono wake mwenyewe anachomoa. Anaona kwamba hizi nikitembea zinanigusa, nikitembea zinafanya hivi, anachomoa. Anavyoendelea kuchomoa ndivyo anavyobakia mifupa mpaka mwisho akabakia ni mifupa mitupu. Anasema anabakia mifupa mitupu. Na shetani ananyofoa nyama minofu, akaiacha ikining'inia, na ndipo nyama ya mwili inakuwa mzigo na unakuwa unamgusa mtu huyu na kumsumbua. Kwa hiyo mtu huyu anaona mambo ya Mungu na chochote kinachohusu Mungu kinabeba uzito, ugumu, kinamsumbua, anaona akiwezekaniki. Anasema unafundisha, alafu mtu anakasirika ndani kile ambacho amekisikia, kwa sababu kwake yeye kwa hali alionayo anakionea ugumu kile kitu kutekelezeka. Kwa hiyo sasa kutokana na ule uharibifu ambao shetani ashafanya ndani ya huyu mtu, shetani anakasirika ndani yake kutokana na ile nuru inayotakiwa sasa iangaze kwake kutokana na kile unachopeleka, ili yule mtu aweze kujitambua na kuweza kurudia ile hali yake. Yani ajione kwamba mbona mimi ni skeleton, lakini sasa anakuwa hana huo uwezo, na ile hasira inakuwa iko ndani yake kuzuia kile ambacho kinaingia kisiweze kufanya kazi. Kwake anaona akiwezekana. Sema ndivyo ambavyo watu wangu walivyo. Unasimama unafundisha, wanaopokea ni wachache na wanaokwenda kutendea kazi ni wachache. Wengine wako hapo ni mifupa, wanasubiri uwafanyie. Wanasubiri kila kitu uwafanyie. Na hiyo ni sura ya kanisa kwa ujumla, ambapo ndio kila mtu sasa hivi anatafuta kanisa ambalo mchungaji atampikia chakula
atapakua, ataweka mdomoni, atatafuna, alafu amlishe kwa mdomo kama vile watoto wanalishwa. Akasema hao ni maiti, ni mifupa ambayo haina uhai ndani yake. Ndio akasema ndio maana nilimuonyesha Ezekieli mifupa hiyo. Anasema mtu huyu katika hali hiyo mwisho anajikuta amebaki kuwa skeleton. Hivyo mtu amerudi kuwa mifupa, anatembea na mifupa hadi mifupa inakauka. Tangu mifupa hiyo, nyama inapotoka, mifupa inakuwa bado ina supu yake ndani, lakini anabakia hivyo, na kwa sababu zile nyama hazipo, mtu yule anaenda anakaukiwa na anakuwa mkavu. Akisha kuwa mkavu, mtu huyo hawezi tena, na kwa sababu hawezi, ndio hiyo hatua ambayo alisema mwanzo. Sasa kwa sababu nilimuuliza ndo akaanza kuelezea. Anafikia hiyo hatua ya kwamba anataka kila kitu afanywe. Ni kweli mtu huyu hawezi kufanya chochote, kwa sababu hata akiomba maombi yake hayafiki. Hayawezi kurudisha ule uhai ambao ulikuwepo ndani, kwa sababu supu inatakiwa irudi kwenye mifupa na nyama zianze kutengenezeka. Ndipo aliposema habari ya Ezekieli alivyomwambia kwamba wewe unaonaje hii mifupa, nafikiri naweza kuishi? Alimuuliza, ndio yeye akasema, alinirudishia majibu ya kwamba ni wewe unajua, mimi najua naweza kufanya haya. Sasa nilitaka tumshukuru Mungu, tuombe, ndio amenikumbusha akasema, nataka kufanya kitu, naomba hili ombi lifanyike. Tusimame. Mungu anataka kurudisha uhai. Tunasema habari za kuingia kwenye mafuriko, lakini kuna mtu ambaye hana uwezo wa kutembea afike hapa. Kwa hiyo hata ukafanya nini, yeye bado amekaa na kusubiri wewe ndio uende ukamshike mkono msaidie afike mbali. Sasa Mungu anasema ya kwamba yuko tayari kufanya hilo kwa mtu leo. Yuko tayari kurejesha uhai ndani ya mtu aliye wa sampuli hiyo. Sasa neema ya Mungu itatosha kwetu. Ufungue moyo wako ili Bwana aweze kufanya haya, ili uweze kupata ule uhai ambao utakuwezesha kuingia mahali ambapo anakusudia tuweze kuingia. Ukibaki kama ulivyo, utabakia hapo hapo, hautaweza kufika alipokusudia kufika. Tunafundisha kutoka hapa, unaenda kufanya haya. Naomba huyu Naomi aje hapa mbele. Naomba huyu Naomi aje hapa mbele. Sakara mashandara masaya. Na yeyote ambaye anaona kwamba hana uwezo wa kufika mahali ambapo Mungu amekusudia kutufikisha, umebeba udhaifu ndani yako ambao huwezi kutembea, huwezi kusimama, njoo. Mama hapo. Shama shaka ya mashanda. Shaka ya mashandara masa. Yako lisema ndio italeta uhai na uzima. Pumzi itokanayo na neno lako, na umenipa kutamka neno lako ambalo litazalisha uzima ndani yetu, ili katika uzima huo uhai urejeshwe, ili tuweze kupata nguvu za kutembea na kufika mahali ulikokusudia tufike, tuweze kuingia na kuishi ulipokusudia. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya hili. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tumejitahidi sisi wenyewe kuomba, lakini kumbe ulifunga mlango huo, sisi hatujui. Tunasema asante kwa neema hii ambayo umeiachilia kwetu leo, ambaye Bwana una makusudi mema kwa ajili yetu. Umekusudia kutufikisha ulipokusudia, kwa sababu unatupenda Bwana, kwa sababu umetuwazia yaliyo mema Bwana, kwa sababu umekusudia kutuweka panapo palipo pema Bwana. Leo hii na saa hii Bwana, katika kushindwa kwetu Bwana, katika kushindwa kwetu Bwana, Baba ninaomba pumzi yako mchana wa leo ukaiachilie sasa, ukaiachilie pumzi yako sasa. Saka ya mashandara masa. Yes Lord, iachilie pumzi yako Bwana, iachilie pumzi yako Bwana, ikatufikie kama upepo wa kisulisuli, ikatufikie Bwana
na kupenya ndani yetu, ikatufikie Bwana, ikapenya ndani yetu na kusababisha uhai, ikasababisha uhai, ikasababisha uhai, uhai utakaoleta nguvu mpya, uhai utakaoleta nguvu mpya. Sakaya mshandara masa. Yes Lord. Bwana Yesu, achilia pumzi yako sasa. Pumzi yako ikapenye, pumzi yako ikapenye kwenye masikio yetu, ikapenye kwenye macho yetu, ikapenye kwenye vinywa vyetu, ikapenye kwenye pua zetu, ikapenye, tukapate uzima, tukapate uhai, tukapumue tena. Sakaya mashandara masai. Puliza pumzi yako Bwana, puliza pumzi yako Bwana, puliza pumzi yako Bwana, ukawekeze uzima wako ndani yetu, ukawekeze uzima wako ndani yetu, ukawekeze uzima wako Bwana. Sakara mashandara masai. Mifupa iliyokuwa haiwezi, mifupa iliyokaa mahali pamoja kwa miaka mingi, mifupa iliyoshindwa kusogea, mifupa iliyopoteza uhai wake, supu ya mifupa iliyoondoka ambaye hata haiwezi kusababisha mifupa ikajigusa. Bwana Yesu, achilia pumzi yako, achilia pumzi yako, achilia pumzi yako, ili nafsi zetu zikawe hai tena. Sakara mashandara masai. Ndipo tuweze kukaa mahali ulipotukusudia. Tumechoka na aina hii ya maisha, tumechoka na kurudi nyuma, tumechoka na kuanguka, tumechoka Bwana. Baba, achilia pumzi yako, achilia pumzi yako Bwana. Pumzi yako ikatufikie Bwana leo, ikasababisha uzima, ikasababisha uhai, 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 uhai wako Yesu, uhai wako Bwana, uhai wako Roho Mtakatifu, uhai wako, uhai wako, uhai wako Bwana. Na mifupa ikaanze kutembea, mifupa ikaanze kusimama, mifupa ikaweze kuelewa, mifupa ikaweze kuelewa. Bwana Yesu, nyama tulizozinyofoa sisi wenyewe, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa tamko lako nyama zikaturejelee, kwa maana uhai wa wokovu wetu, uhai wa wokovu wetu katika maisha yetu ukarejee. Yale tulikuwa hatuwezi kufanya tukaweze, yale yalikuwa yanatushinda Bwana tukawezeshwe, ukatuwezeshe Bwana. Tumeshindwa hata kuacha chuki, tumeshindwa hata kuacha kusengenya, tumeshindwa hata kuacha hasira. Baba, tunaomba ukatuwezeshe, tunaomba uhai wako, uhai wako, uhai wako, uhai wako ukaingie ndani yetu na ukatuwezeshe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu kwako kuna uzima na kwetu umeweka uzima. Udhihirishe uzima utokao kwako sasa kwetu, ili uhai ukapata kuonekana na kudhihirika katika kuishi kwetu. Tunapokuwa manyumbani mwetu, uhai wako ukaonekana, uzima wako ukaonekana. Tunapokuwa kazini mwetu, uhai wako ukaonekana, uzima wako ukaonekana. Tunapokuwa kila mahali, tunapokuwa na maadui ambao wametuchukia, lakini uhai wako ukaonekana na uzima wako kadhiriki. Mtakatifu wa Israeli, Mungu unayeishi na kudumu milele yote, ukaipate nafasi yako tena ndani ya mioyo yetu. Wewe utakayetuwezesha, Roho Mtakatifu, ukaichukue nafasi yako sasa katika mioyo yetu, ukapate makao yako sasa ndani ya mioyo yetu, ukaishi na kudumu hapa. Wewe ukawe kiongozi wetu, ukawe mwalimu wetu wa kutufundisha, ukawe msaidizi wetu,
ukawe mshauri wetu na ukafanyike faraja kwetu. Asante Bwana Yesu. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kuwa unafanya. Asante kwa kuwa sasa unatenda. Unapoachilia sasa. Asante Yesu. Wewe ni mwaminifu. Uhai wako kadhihirike sasa katika utendaji. Popote tutakapokuwepo, uhai wako kathibitike. Roho Mtakatifu, ukaifanye kazi yako sasa. Ukawekeze ndani yetu, ili ukafurike ndani yetu. Tukaanze kuona mkono wako ukitenda kazi kwa uweza wako. Yale tulikuwa hatuwezi kufanya yakadhihirike katika uweza wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukazishikanishe zile nyama sasa zilizoonekana kwamba ni mzigo kwetu, hata kulainisha ngozi zetu, na tukaumbike, tukawe watu, tukawe uumbaji uliobeba uhai wako. Tukaumbike kuwa uhai wako, uumbaji uliobeba uhai wako. Tukaibebe mfano na sura yako, tukaishi katika huo, tukaishi katika hilo, na tukaonekane katika hayo. Asante Bwana Yesu. Asante Roho Mtakatifu. 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 Asante. 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 Sema Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninakushukuru kwa uhai, kwa uzima uliouachilia kwangu. Hata siku ya leo umeniumba kwa upya, kuniwezesha kukaa kwenye nafasi yangu, mahali ambapo Roho Mtakatifu utaonekana ukiniongoza, ukinihudumia, kwa kunifundisha, kwa kunishauri, kwa kunisaidia, ukinifariji katika kuishi kwangu. Asante Bwana Yesu kwa kuniondolea kukata tamaa. Na siku ya leo umeumba kitu kipya ndani yangu. Umeweka nia yako ndani yangu itakayoniwezesha mimi kukaa patakatifu pako, mahali ambapo Roho Mtakatifu atakuwa kiongozi wangu akiniongoza, ili Bwana nikahesabike katika uzima huo kwenye nafasi yangu ya uwana. Asante Roho Mtakatifu kwa kunipenda na kunitendea. Shukuru Mungu kwa ajili ya hayo. Asante Bwana Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa kazi uliyotufanyia siku ya leo. Asante kwa kutupa neema hii, kurejeshewa uhai wetu. Asante Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Nami nazikabidhi nafsi hizi, kaendelee kuzihudumia hatua hadi hatua, hadi utakapotuingiza katika nafasi ambayo tuandalia. Ninakushukuru kwa wema pekee na macho. Neema yako imetosha kwetu leo. Wacha ikajae kwa wingi kwetu
ikatuendeshe katika safari yetu ya ukombozi huu ambao Bwana unaufanya kwetu. Ninakushukuru kwa neema hii ya pekee. Kwa utukufu wako Baba, tunajikabidhi kwako sasa katika jina la Yesu. Kiomba na kushukuru na wote tuseme amen.